Naam, hujambo mpendwa mtazamaji wa BG Online TV popote pale ambako unaendelea kupatikana kwa wakati huu, ukiendelea kufuata matukio yetu, habari pamoja na vipindi vyetu vinavyokujia kwa kila wakati. Hii ni BG Online TV ambayo inakutangazia habari hizi kwa muda huu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na leo ikiwa ni tariki 2 Mei 2025. Miongoni mwa habari tumekuandalia katika siku ya leo ni kwamba mapambano makali yameripotiwa kwenye milima ya vijiji ya tarafa la Fizi, ikiwemo Binombo na Kamombo, kati ya wazalendo na Twirwaneho wanaungana na Red Tabara pamoja na M23 siku ya 4 ya tarehe mosi Mei 2025. Sambamba na habari hizo za mapambano ni kwamba huko Uvira hali ya usalama ikuwa yenye kuridhisha ndani ya mji wa Uvira. Hivyo ni baada ya vurugo iliyoripotiwa kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo kundi la Kamanda Rukumeta, na hivyo kupelekea shughuli zimoja kuzorota siku ya 4 ya tarehe mosi Mei 2025. Tutakuwa pia na habari za huko Kalemi ambako kijana mmoja amepoteza uhai wake kisha kuchomwa moto na raia wenye hasira kali kwa kutumiwa kuendesha kitendo cha wizi. Tukio hilo limeripotiwa usiku wa kucha siku ya Alhamisi ya tarehe mosi Mei 2025 katika tarafa la Lukuga jimboni Tanganyika. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kuna hayo na mengine mengi ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Tuambatane mwanzo hadi tamati. Naam, wacha sasa tuanze habari zetu na habari hizi za kutoka huko pa Mikenge. Kundi la jemedari hayati Kibukila Mtetezi ambalo linaongozwa kwa sasa na jemedari Bolingo Mtetezi wa pili limetoa tangazo la kutahadharisha raia kutokana na ujio wa wingi wa wanajeshi wa waasi wa M23 pa Mikenge na Minembwe. Kwa mujibu wa kitangazo hicho ni kwamba wanajeshi hao wa M23 wamekuja kwa malengo ya kushambulia vijiji mbalimbali vya tarafa la Fizi na Mwenga kama walivyofanya huko jimboni Kivu Kaskazini. Hata hivyo, kundi la wazalendo linaomba raia hasa vijana kuingia ndani ya jeshi na kwenye vikundi vya wazalendo ili kuendelea kumpiga muasi M23 ambaye anataka kujiinua kwa kumiliki vijiji vya tarafa la Fizi pamoja na Mwenga. Na hapa mtazamaji, nakukaribisha kufuata kitangazo hicho kilivyosomwa. République démocratique du Congo, Force des patriotes pour la défense du Congo, FPDC MER, Armée d'espoir du Congo, ASC, État-major général. Tangazo kwa vijana wa mkoa wa Kivu ya Kusini. Jeshi la wazalendo wa kundi la FPDC lake hayati Luteni Jemadari Mtetezi Kibukila Waseva Tresor likiongozwa kwa sasa Luteni Jemadari Mtetezi wa pili Olivier Bolingo linaalika vijana wote wa mkoa huu kusimama imara kwa kupiganisha adui mvamizi wa nchi yetu M23 AFC wanaounga mkono na nchi ya Rwanda na washirika wake Red Tabara, Twirwaneho, Bunino na Android. Baada ya kupenyeza kwa adui katika milima ya Nyangezi, Kamanyola, waasi hao wameonekana kwa wingi pa Mikenge, sekta ya Itombwe, pia na Minembwe katika tarafa la Fizi, ambako lengo lao kwanza lilijitambulishwa kwa kuvamia vijiji vya Mulima, Lusuku, Abala, Abwale na Loketi kwa shabaha ya kuteketeza raia wasiokuwa na hatia kama walivyofanya Pagoma mkoani Kivu ya Kaskazini na Bukavu, makao makuu ya mkoa wa Kivu Kusini. Ndipo jeshi la wazalendo wake Luteni Jemadari Mtetezi wa pili Olivier Bolingo na washirika wake Jemadari Ngomazito Delfe, Jemadari Kakobanya na makundi mengine yanayopiganisha uvamizi pamoja na jeshi la taifa FARDC walifaulu kurudisha nyuma waasi ambao walikuwa tayari pembezoni mwa vijiji tajwa hapo juu.
Kwa kumaliza, tunawajulisha kama hatua za kuzigomboa miji ya Minembwe na zile za Mikenge zinaandaliwa hapa usoni. Kwa hiyo tunaomba raia kuwa chonjo na kusindikiza jeshi la wazalendo linalosaidiwa na jeshi la taifa FARDC. Tuangazie huko Uvira ni kwamba usalama haukuwa wenye kuridhisha ndani ya mji wa Uvira. Hivyo ni baada ya mapambano iliyoripotiwa kati ya jeshi la taifa FARDC zidi ya wazalendo kundi la kamanda Rukumeta iliyopelekea shughuli zimoja kuzorota siku ya 4 ya tarehe mosi Mei 2025. Kwa mujibu wa habari tunazo ni kwamba jeshi la taifa FARDC na wazalendo usalama mdogo unaendelea kuonekana kati yao ndani ya mji wa Uvira na ambako kila siku wanaendelea kurushiana risasi. Hali hiyo yaendelea kutia wasiwasi kwa raia hasa pale wanapoona kwamba wanaacha adui na kuanza kugombana wao kwa wao, kitu ambacho kinaendelea kumpa adui nafasi kubwa ya kushinda vita hivi. BG Online TV tumezungumza na mmoja kati ya kiongozi wa shirika la raia katika mji wa Uvira, anaonesha picha halisi ya hali ilivyokuwa. Tumeamka masasi sana yenyewe imekuwa kati ya majeshi wa FARDC wakipigana na jeshi ya wazalendo ya Rukumeta, na walikuwa wanadeploy FARDC iende kwenye milima yenye iko juu ya Grupepore ya Kitu, na kwa ile ndio kunakuwa nani position ya General Rukumeta, na ndio wamepigana masasi mingi. Agenda ni kwamba majeshi wa FARDC wanapenda watie mapozisio zao juu ya pozisio ya wazalendo. Maana yake wajeshi wa FARDC wakontrole pozisio za wazalendo. Wazalendo hawako tayari kuitika majeshi wa FARDC watie pozisio zao juu yao, na wanakuja bila communication, hawawajulishi. Na wazalendo tunapongea nao wanatuuliza nini natuma majeshi wa FARDC wako deploy kwa haraka juu ya milima inayoelekea Uvira, na wako deploy pasi za mingi sana. Nini ambayo inatuma katika wakati kama na hizo? Kwa nini wangesubiri vita kwanza imalizike? Hiyo inaleta mashaka duku nyingi kati ya FARDC na majeshi wa kizalendo. Sababu FARDC ilikuwa deploy au makaburi yanapatikana katika Kakumbe usiku mzima. Mpaka sasa magari FARDC karibuni 4 majipu inapatikana kwenye anteni ya Tigo yenye iko mnamo kartie Kakombe, juu kabisa ya milima inayoelekea kutumia korporea Kitoro. Utaelewa kwamba mapambano ilikuwa haiko mbali na Centreville. Uvira iko na groupement moja ya Kituru, iko tu juu, iko tu mwingine. Meni kati mkaporipori, meni mgroupement korporea Kituru. Ilikuwa vraiment ni Centreville tu, haiko sana. Ni juu ya nani ya hospitali ya Witemsepak ya Kasenga. Ni mapambano imekuwa mvile ya Uvira, haiko msheferi wala territoire, ni mvile ya Uvira. Upande mwingine, kiongozi huyo wa shirika la raia ameongeza kuwa kwa hali hiyo ya marumbano kati ya vikundi hivyo viwili vya baba mmoja vinakuwa vinasababisha vinyume vingi, na ni vema wakae chini ili wapate suluhu kwa pamoja. Mtangazaji, analizi ambao tuko nayo ni kwamba kwanza hatuelewi malumbano yenye imeonekana imeshuhudiwa entre FARDC na wazalendo ina chanzo gani, wakati ambapo FARDC na wazalendo wako pamoja kwenye vita inayoelekea milima ya teritwari ya Uvira hata pia Kamanyola. Ya pili, ni wakati muhimu ya kudeployer FARDC mnamo milima ya vile la teritwari ya Uvira. Ya tatu, agenda kashe ndani yenye iko nyuma ya hii deployment, wakati ambapo mambo hayaeleweki. Raia inahitaji adui atowekwe pale mji wa Kamanyola. Utaelewa na nini kwamba jana M23 imegeuza
groupement ya Kamanyola inaifanya kuwa cité ya Kamanyola, na wametia chef de cité wa mpya makomite nzima ya kuongoza cité ya Kamanyola. Eske haiko balkanisation? Eske haiko occupation illegal ya budongo wa Uvira? Hiyo ndio maswali ambayo watu wanahitaji zaidi sana. Amani ndio watu wanatafuta na usalama ukue. Kwa nini FARDC haindi pigana Kamanyola, ipigane Bukavu, ipigane pia Goma? Kwa nini effort na vita haziko deployer mwa zile ngambo ndio kusumbua watu mvili ya Uvira, ambapo watu wanapenye kuishi, wanaishi katika hali ambazo haiko vizuri? Na ndio maana tumeomba kwamba kuwe vikao ya maongezi kati ya FARDC na wazalendo, kuwe vikao ya sisi wa leader communautaire na majeshi, meya wa jiji, administrateur wa territoire wakwe active, ili kwamba tuone kwamba hali ikibadilika, sababu kila mtu aheshimie mwenzake, jeshi aheshimie mzalendo aheshimie jeshi, na raia pia. Tumepoteza sana leo, ni kazi zimekuwa kidogo sana, na jambo ambalo sisi kama vile raia hatufurahii. Mtangazaji mpendwa, mtazamaji na msikilizaji, hii ni BJ Online TV inayokutangazia habari zake hizi kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuangazie huko Runingu ambako kijana mmoja mmiliki wa kibanda cha sinema Paruningu tarafani Uvira amefariki dunia baada ya kupigwa risasi na askari jeshi mmoja wa taifa FARDC siku ya Ijumatano usiku kwenye mechi kati ya Barcelona dhidi ya Inter Milan ya tarehe 30 Aprili 2025. Kwa mujibu wa habari tunazo ni kwamba kijana huyo walikuzozana na askari jeshi huyo wa taifa FARDC, na baadaye jeshi huyo alimfyatulia risasi na kwenda sehemu ambayo isiyojulikana. Kiongozi wa shirika la raia katika maeneo hayo ameomba jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo kufanya jitihada ili kumnasa jeshi huyo aliyetekeleza kitendo hicho kiovu kwa raia asiye na hatia, ili aweze kuhukumiwa na sheria ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwenye alikuwa proprietaire ya salle de cinéma. Après ile match ilikuwa inaonekana ya Barça na Inter de Milan, comme si kulikuwa discussion entre yeye na basoda. Ndio ikatokea ke soda kaamua vile kumpiga masasi na akakufa, na ule soda kakimbia Runingu. Saint-Jean kuna Pel Kigabi. Ndio situation ilipitikana jana usiku. Donc walikuwa msali de cinéma kuna na match, kukakuwa discussion entre yeye na ule soda. Ndio si soda alimpiga masasi, soda kakimbia. Akaacha white. Intervention zilifanyika après yeye ndugu Kigabi kupigwa masasi pa Runingu, mais malheureusement ule soda mpaka sai hajakamatika. Na hapa Uvira na sisi tulilamkia masasi hatu ya jiokipe sana na kujua nini inapatikana sasa Runingu kwa ajili ya hiyo ka. Mais au moins jusqu'à maintenant otere yapatikana. Wanaendelea kumsaka watu wa FARDC na wazalendo, washajiunga kwa kufanya marecherche juu kutafuta ule jeshi ambaye amepiga ndugu Kigabi masasi pa Runingu. Ndio situation yenyewe tuko na vivre mpaka sasa. Tunachungilia tuone nini kazi itafanyika kungambo ya agent de sécurité kwa kumtafuta ule mtu na serikali mshughulikie. Yeye ndugu Kigabi kupigwa masasi pa Runingu, mais malheureusement ule soda mpaka sasa hajakamatika. Na hapa Uvira na sisi tulilamkia masasi hatu ya jiokipe sana na kujua nini inapatikana sasa Runingu kwa ajili ya hiyo ka. Mais au moins jusqu'à maintenant otere yapatikana. Wanaendelea kumsaka watu wa FARDC na wazalendo, washajiunga kwa kufanya marecherche juu kutafuta ule jeshi ambaye amepiga ndugu Kigabi masasi pa Runingu. Ndio situation yenyewe tuko na vivre mpaka sasa. Tunachungilia tuone nini kazi itafanyika kungambo ya agent de sécurité kwa kumtafuta ule mtu na serikali mshughulikie. Tuangazie habari zetu hizi na habari za mapambano ya huko kwenye vijiji vya Kamombo. Mapambano makali yameripotiwa kati ya kundi la wazalendo lake Kankobanya dhidi ya waasi wa M23 ambao walikuwa kiungana pamoja na Twigwaneo Redi Tabara
na AFC huko kwenye vijiji vya Binombo, Kamombo na kando mwake, vijiji vinavyopatikana kwenye milima ya tarafa la Fizi. Mapambano hayo yameanza asubuhi mapema ya siku ya 4 ya wiki tunayo, ambako waasi wa M23 walikwenda kushambulia kwenye kundi hilo la wazalendo lake Kankubanya, ila bila mafanikio yoyote kwa mujibu wa habari kutoka eneo hilo. Kundi hilo la wazalendo lake Kankubanya alikuweza kuachililia vijiji hivyo licha ya moto uliokuja, na hadi kwa sasa kundi hilo laendelea kumiliki vijiji hivyo. Mengi zaidi kutokana na habari za eneo hilo, endelea kutembelea kwenye chaneli yetu. Tutamatishe habari zetu za siku ya leo na habari kutoka huko Kalemi. Kijana mmoja amepoteza uhai wake kisha kuchomwa moto na raia wenye hasira kali kisha kutuhumiwa kuendesha kitendo cha wizi. Tukio hilo limeripotiwa usiku wa kucha siku ya 4 ya tarehe mosi Mei 2025 katika tarafa la Lukuga, jimboni Tanganyika. Kulingana na mmoja kati ya viongozi wa shirika la raia katika eneo hilo, amewataka raia kutokuwa na tabia ya kujichukulia sheria mkononi, kwani ni vema kushika mtu ambaye anatumiwa kwa vitendo vya wizi ili aweze kuadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Huyu anaonesha hapa namna hali ilivyokuwa. Ni kweli tunakonfirmia yule mtu inawezekana kwa habari ambazo tunazo ni kwamba aliunguzwa usiku wa kuamkia leo kwenye avenue ya Sifo yule ya parokia ya Kibwe. Kwamba ni mwizi na alikamatwa, na ni hapo watu walijichukulia na kufanya kazi hiyo wanavyofanya siku hizi, maana kwenye komini ya Lukuga kati ya komini ambazo kika fora kwa vitendo vya wezi kuunguzwa siku hizi. Kwa kweli kama vile kwa kweli tuweze encourage, tunaweza kuwashauri watu waepukane na masuala yale na wajaribu kutafuta ukweli, maana pale mnapomuunguza mtu zaidi ukweli unakuwa unafishana na kuwajibika pale ambapo watu wanafanya kitendo cha wizi na kuja kuleta msaada mbele ya wakati. Na ndio maana siku hizi watu kumshwa inaonekana kwamba inakuwa ni kama vile ambitide kwa watu wengi. Sana ni moja kati ya vitu ambavyo katiba inaongea, na kwa sasa wakati wanakuwa wakiishi na usalama mdogo na visa vya wizi vinaendelea kuripotiwa siku. Tunakushukuru sana kwa kuendelea kuungana nasi mwanzo hadi tamati wa habari hizi. Hii ni BJ Online TV inayokutangazia habari hizi kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukutanane baadaye panapo majaliwa.